Hii kwa miaka mingi sana. Kwa ufupi tu kwa miaka 33 tumesubiri siku hii kufika. Na sisi ambao ni wazima wa afya na tuko hai, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika siku hii. Yapo bado masaa mengi kufika muda wa tukio, lakini hatuna budi kusema alhamdulillah kwa kufika walau siku ya finali ya Simba Sports Club. Tumesubiri siku hii kwa muda mrefu na tumefanya maandalizi kwa miaka mingi kufika siku hii. Tunakwenda kwenye mchezo wa kihistoria, tunakwenda kwenye mchezo mkubwa, tunakwenda kuandika historia mpya ya Simba Sports Club barani Afrika. Kwa muda mrefu tumekuwa tukitanabaisha ya kwamba tunataka kuwa timu kubwa barani Afrika, na huwezi kuwa timu kubwa kwa kuwafunga JKT, kuwafunga sijui Tabora, kuwafunga Azam, kumfunga sijui nani. Unakuwa timu kubwa kwa kuzifunga timu kubwa za Afrika. Unapozungumzia timu kubwa Afrika, huwezi kuiacha RS Berkane ambaye ndio mpinzani wetu wa siku ya leo. Tunataka kuandika ukubwa wetu barani Afrika. Tunataka Afrika ituogope, Afrika ituheshimu, Afrika itutambue sisi ni wakina nani. Tumemfunga Al Ahly lakini hatujachukua ubingwa Afrika. Tumemfunga Wydad, tumemfunga Berkane, tumemfunga Kaizer, tumemfunga Orlando, lakini hatujachukua ubingwa wa Afrika. Kwa hiyo bado tuna deni sisi kama Simba Sports Club. Leo ndo siku ya kulipa deni hilo. Tunashuka dimbani majira ya saa 2 usiku kwenda kulipa deni hilo. Na Afrika hii hakuna mtu atakuheshimu au hakuna mtu atakujua kama haujachukua ubingwa wa Afrika. Na sisi tunataka heshima ya Afrika. Tunaipataje? Ni leo saa 2 kamili katika dimba la Manispaa ya Berkane. Tunakwenda kucheza mchezo wa finali. Finali kama ilivyo finali nyingine yoyote ile, huwa ni mchezo mgumu kweli kweli. Ukiona timu imefika finali, maana yake imepitia mapito mengi makubwa na magumu hadi kufika hapo ilipofika. Maana yake ni kwamba tayari wanafika wakiwa wako imara kweli kweli. Lakini ukiachilia mbali hilo, mpinzani ambaye tunacheza naye ni mpinzani mgumu kwa maana ya ubora aliokuwa nao, lakini kama haitoshi uzoefu aliokuwa nao hasa kwenye hatua hizi za finali. Tunapozungumza nanyi hapa ni mwaka juzi tu 2023-2024 Berkane amecheza finali na amechukua ubingwa. Amekuja kuvuliwa ubingwa 2024-2025 dhidi ya Zamalek. Kwa unaweza ukaona tunacheza na mpinzani mgumu wa aina gani. Kwa lugha nyepesi, yeye ndiye bingwa mtetezi kwenye hili kombe, kwa sababu bingwa mtetezi currently Zamalek hayupo kwenye hatua hii. Kwa yeye ndio bingwa mtetezi. Berkane ni mpinzani mgumu kwa namna zote zile. Kwanza uzoefu, ubora wa kikosi, fitna zake, ujanja wake, kila kitu kiko upande wa RS Berkane. Lakini kwa kuwa sisi tunalihitaji sana hili kombe la Afrika msimu huu, kwa kuwa sisi tunahitaji ubingwa msimu huu, vitu vyote bora vya Berkane tunakwenda kupambana navyo hii leo. Tunakwenda kushindana navyo hii leo. Tunakwenda kuhangaika navyo hii leo kuhakikisha kwamba tunamweka chini Berkane na mnyama ananyanyuka wima kwa maana ya kuondoka na ushindi. Katika mechi hii ya kwanza tunatafuta ushindi, mechi ya pili tunakwenda kutafuta ubingwa. Mechi ya leo tunakwenda kutafuta ushindi. Mwalimu Fadlu ametengeneza mipango yake thabiti kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata ushindi katika mchezo huu. Mazoezi ambayo Mwalimu Fadlu ameyafanya tangu tumemalizana na mechi ya mwisho ya Kiporo dhidi ya KMC yalikuwa ni maandalizi na mazoezi ya mnyama kwenda kutafuta ushindi hii leo. Tunafahamu mechi itakuwa ni ngumu kweli kweli, lakini sisi tumejipanga na kujidhatiti kwenda kupata ushindi katika mchezo wa leo. Mipango iko
ikoje kwa viongozi, na mmezungumza pengine na wachezaji chochote, na wao wamewaahidi nini kuelekea kwenye mchezo huu? Mipango ni mikubwa, na ukiangalia hii safari tu inakuonesha ni kwa namna gani Simba tumedhamiria kuja kufanya ugumu, kuja kufanya ubaya ubwela. Kwa muda mrefu hujamuona Kassim Dewji KD akisafiri na timu. Safari amesafiri na timu, maana yake ni kwamba amekuja na yeye kuongeza uzoefu wake, kuja kuongeza maarifa yake na kuja kuisaidia Simba yake. Lakini wapo viongozi wengine waandamizi wa Simba Sports Club, ukitoa wale ambao ni viongozi wa sasa in charge, lakini wapo viongozi waandamizi, wapo wanachama waandamizi wa Simba Sports Club ambao na wenyewe wameacha kila kitu Tanzania, wamekuja kuungana na Simba huku kuja kuhakikisha Simba inapata ubingwa, Simba inapata ushindi. Kwa hiyo maandalizi kwenye upande wa utawala, kwenye upande wa uongozi ni makubwa mno. Kila kitu kimefanyika na kila kitu kinafanyika Simba apate matokeo mazuri. Nature ya RS Berkane, yeye katika mechi za mikondo miwili huwa anacheza mechi moja tu, hasa anapopata nafasi ya kuanzia nyumbani. Kwa hiyo anaingia katika mchezo huu akitaka kuimaliza fainali yake hapa nyumbani kwake Berkane. Na hapo ndipo ambapo sisi tunajipanga kwenda kumzuia yeye asimalize fainali yake hapa nyumbani, twende tukamalize fainali Benjamin Mkapa. Semaji, mara baada ya mazoezi ya mwisho jana, hali ya wachezaji ikoje, na pengine kuna matarajio ya baadhi ya wachezaji kukosa mchezo huu, pengine labda kwa chochote ambacho kimetokea? Hali za wachezaji ziko vizuri sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Tunawapongeza vile vile madaktari wetu ambao wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha timu inakuwa katika hali nzuri. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao wote wako timamu, na wote kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu watakuwa sehemu ya mchezo hii leo. Ni Mwalimu Fadlu tu kuchagua anakwenda na nani, anacheza na nani, anampanga nani kwa aina ya matokeo ambayo anayahitaji katika mchezo wa leo. Hapana, kwa hapa Berkane tangu tumefika kila kitu kinakwenda vizuri. Jana tumefanya mazoezi katika uwanja wa Berkane, hakukuwa na changamoto ya aina yoyote ile. Lakini kama haitoshi, vitu vyote ambavyo tunatakiwa kupata kutoka kwao tumevipata kwa wakati na kwa idadi ambayo tumehitaji. Sasa inawezekana mtu anakulambisha asali lakini chini kule ameweka sumu. Yes, kwa hiyo kwa ujuu kila kitu kinakwenda vizuri, lakini hata sisi tumejipanga na kujidhatiti vizuri kuhakikisha kwamba hawaingilii ngome yetu ambao tumeiweka kwa ajili ya kujilinda. Pitch iko vizuri. Kiwanja cha finali hakiwezi kuwa na mashaka, na pitch za huku Morocco ama Afrika Kaskazini kwa ujumla wake huwa ni nzuri sana, ambazo zinaruhusu timu kufanya kile ambacho wanakitaka. Kwenye upande wa uwanja hakuna changamoto aina yoyote. Uwanja ni kadogo kwa maana ya size. Kwa hiyo kuna wale mashabiki wao wanakaaga nyuma ya goli huku tulikoingilia, huwa wana kelele sana. Kwa hiyo wale tu ndio watu pekee ambao tunapaswa kwenda kuwanyamazisha, kwa sababu kelele zao zinafika moja kwa moja uwanjani kwa sababu ya ukaribu wa majukwaa na uwanja. Lakini kwa experience ambayo wachezaji wetu wanayo hasa msimu huu, inatupa matumaini ya kwamba wataweza kuhimili aina yoyote za kelele ambazo mashabiki wale watazipiga. Kwa maana ya uwanja, size yake inaruhusu watu kucheza, watu kutembea, hilo wala halina mashaka hata kidogo. Kwa Mpanzu, spidi yake na uwanja ulipoona, Berkane watakuwa na kitu cha kusimulia kukutana na Volcano? Tunategemea hivyo. Uzuri wa Mpanzu, yeye anaweza kucheza katika mazingira yote. Ukimnyima nafasi atalazimisha atakuvuka akatafute nafasi, na ukimwachia nafasi anapata muda wa kutembea na kukimbia. Kwa hiyo Mpanzu ni katika vitu ambavyo havikabiki, yani ni uncabicable things, yani vitu ambavyo havikabiki kwa Kiingereza.
Ankabikabo. Yani hakabiki. Anaweza akapita katika mazingira ya aina yote ile. Na inawezekana mpango wao mkubwa Berkane ikawa ni kumzuia Mpanzu. Sasa kwa nature ya timu yetu nisingependa kutoa siri, lakini ukimkaba mtu fulani kuna mtu mwingine ataibuka kuja kuwasumbua siku hiyo. Kwa mfano mechi ya Stellenbosch, walivyomkaba mechi ya marudiano. Baada mechi ya kwanza Mpanzu kuwasumbua pale Zanzibar, mechi ya marudiano wakamtengenezea mpango kazi, akaenda wakamzuia. Wakati wanamzuia Mpanzu huku akaibuka Kibu akaleta madhara makubwa. Kwa hiyo Simba hii kiujumla huwezi kuizuia, kwa sababu ukimzuia huyu anaibuka huyu. Na sasa hivi tuna ingizo jipya la SGR ambaye na yenyewe anaweza akafanya umafia mkubwa. Kwa hiyo yani Simba hii kusema kweli Joe uzuie team as a team, lakini ukija na mpango wa kumzuia mchezaji mmoja tutakufunga tu. Tutoe sisi concentrate na yale ambayo yametuleta huku Morocco. Akili zetu ziko Morocco. Tunamuwaza Mwarabu, hatuwezi kuhangaika na mtu ambaye amekosa shughuli ya kufanya. Sisi hasa wewe mtu uko finali alafu tena uanze kuhangaika na sio na nani sio nini. Kuhusiana na uwanja wa mechi tumesema tutautolea tamko mara baada ya mechi hii dhidi ya Berkane. Tukimaliza hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuzungumza mambo yanayohusu Tanzania, lakini kwa sasa fikra zetu zote zinaelekea katika mechi ya leo kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mchezo wa leo. Kama ulivyosema huko mmekuja na baadhi ya mashabiki wa Simba, lakini wengi wako wamebaki nyumbani Tanzania kufuatilia mchezo leo saa 4 usiku. Neno lako sasa kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kushiriki katika mchezo? Kikubwa dua ndio jambo la msingi. Watuombee waendelee kuomba, waendelee kupambana kuomba, waendelee kumsujudia Mwenyezi Mungu na kumpigia goti Mwenyezi Mungu. Mechi ya leo ni mechi ngumu, na mechi ya leo mimi naweza nikasema ya kwamba hatujawahi kucheza mechi ngumu mithili hii ambayo tunakwenda kucheza siku ya leo, kwa sababu hatujawahi kucheza finali. Inawezekana mechi na Al Ahly ilikuwa ngumu, lakini ilikuwa haina weight ya finali. Inawezekana mechi na Orlando ilikuwa ngumu, lakini ilikuwa haina weight ya finali. Hii ni finali, ni mechi ngumu kweli. Wa kutunusuru hapa ni Mwenyezi Mungu, na wachezaji wetu tuwaombee wawe kwenye uimara wao, waepuke makosa ya aina yoyote ile, wafanye kazi kwa ufanisi, mnyama anapata matokeo mazuri. Kuna pressure semaje? Pressure sina, nina furaha tu. Kuna pressure? Uko vizuri kabisa. Ya, sina pressure hata kidogo, nina furaha. Wanasema kama unapenda pepo, kwa nini uogope kifo? Mimi napenda ubingwa, kwa hiyo sina sababu ya kuogopa finali. Na umesema mwenyewe hii mnabeba. Hii tunabeba. Tunabeba vizuri tu. Haina babaishaji. Haina ugaigai, tunabeba hii. Salamu ziwafikie ambao wanaamini kwamba kuna watu kama wamehama upande hivi. Msindo zao, kwani wameanza leo kwa upande? Walihamia kwa Almasiri, wakafungisha vilago, wakahamia kwa Stellenbosch, wamehamia sasa kwa Stellenbosch. Wanahama tu, wanatafuta malisho, wanahama tu. Malisho yapo, lakini Berkane watayakosa kama walipokosa kwingine. Super Cup. Probably si wasona haya wana miji yao. Kwa Mamelodi kule, lakini kwa hiyo wanahama tu. Sisi tunafunga yote wa Afrika hii. Wanazungumza Mamelodi. Wewe Simba wewe. Simba kibitawala. Wanahanya Waarabu Berkane hapa, waamini macho yao. Na pia mmejificha sababu nilichogundua tangu tumeanza safari. Afrika hii. Yanja wengi. Mwanzoni kwenye safari za mwanzo kwa kama nikumbuka mechi ya Wydad nilikuwa mjini, kelele zikawa nyingi za mashabiki wa Wydad, lakini safari nimeona kama mpo nje ya mji.
ni sehemu ya nyie kukwepa zile kelele za mashabiki wao, lakini pia fitna za karibu? Yote yanawezekana, lakini lazima ujue kwamba tumekuja kwenye vita. Ukija kwenye vita huwezi kuji-expose, na wale hapa ni kwao, wana uwezo wa kufanya chochote kile. Pamoja na kwamba tumekaa katika mji mwingine huu, lakini bado tumeimarisha ulinzi mkubwa na bado tunaishi kwa mashaka kwa sababu mcheza kwao hutunzwa. Kadri unavyojilinda ndivyo na wao wanavyotafuta namna ya kuwafikia zaidi. Kwa hiyo tumepambana kadri tunavyoweza viongozi kuhakikisha kwamba timu inakuwa salama. Twende kwenye mchezo tukiwa tuko salama, na sisi tunaamini kila kitu kikiwa sawa sawa, maamuzi akawa ya haki, wachezaji wetu akawa na utimamu wao wa kutosha, sisi tuna uwezo 100% wa kumsimamishia shilingi Berkane nyumbani kwake. Leo kipi kinatamba? Ubaya Ubwela into practice unasema na inject au pumzi ya moto? Mdudu mdogo namna hiyo anaogopa kweli. Moja anang'ata. Sasa kining'ata nikivimba naendaje uwanjani? Naweza nikavimba. Nakuogopa mdudu. Ni mdudu anang'ata yule, ana sumu kali. Na unaogopa wadudu wote? Ndio, naogopa wadudu. Au unachagua vya kuogopa? Amna, wadudu wote naogopa. Asi jambo jema. Umenusurika. Nimenusurika. Ningesema siogopi. Na mimi mwenyewe ningeogopa. Leo ni Ubaya Ubwela. Na uinject kwa Berkane. Leo ni Ubaya Ubwela na tunakwenda kupandisha kileleni Ubaya Ubwela. Top. Yaani leo ndo Afrika nzima watajua nini Ubaya Ubwela. Kama nakuona mediali. Tukutane tarehe 25 hapo. Kwenye kuvishwa medali na ubingwa. Inshallah. Sijui itakuwaje. Yaani sijui. Hata mimi mwenyewe sijui itakuwaje, tusubiri ifike. Maana Ahmed sijui atafanya kitu gani. Sifanyi chochote, ni kumshukuru tu Mungu basi. Wewe semaji. Nawaambia. Yaani na imagine nishaanza mnafikiri mimi limbukeni? No, sio limbukeni. Lakini ndo kombe la Afrika semaji Simba mmechukua. Wewe Ahmed Ali. Nitamshukuru Mungu. Nitasali rakaa 2 za kumshukuru Mwenyezi Mungu, na baada hapo tutaendelea kucelebrate. Wewe. Kuna namna unataka kutoa kituo cha polisi? Hawala. Sema kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 31 itakuwa ni siku ya sherehe Dar es Salaam. Ndio hicho. Kutoka hapo tunaingia mikoani. Kumbe utatembea mikoa mingine. Sasa tunawapelekea watu bingwa Afrika. Peleka Mwanza, peleka Mtwara, peleka Shinyanga, peleka Bukoba, peleka Tanga, peleka everywhere. Lazima walione kombe la Afrika. Lazima. Ipi? Pale. Kama itakuwa hajajaa maji. Kama itakuwa hajajaa maji. Kama pamejaa maji tuweze kupitisha kombe la Afrika kwenye madimbwi.